Iko hivi, kuomba ni aibu ya kwanza. Kukataliwa, kutopewa kile ulichokiomba ni aibu ya pili. Kutangazwa ni aibu ya tatu. Guys, utaomba mpaka lini? Utaomba mpaka lini? Yapaswa ujitegemee, na ili ujitegemee inabidi uwe na kitu cha kuuza, uwe na biashara ya kufanya. Nami nimekuwa nikiwaelimisha watu juu ya biashara za kufanya ambazo hizo biashara zinaweza zikawaingizia kipato kwa kutumia muda wao ya ziada. Kwa hiyo kama ni wewe umekutana na video hii, hakikisha una follow, una like na kushare. Na kama unahitaji kufanya biashara ambayo utakuwa na kitu cha kuuza, jambo la kwanza, si kusema hamna cha kuuza, kuna bidhaa za kuuza. Cha kwanza hicho. Cha pili, utatanuka kiakili. Cha tatu, utakutana na watu mbalimbali kutoka dunia mbalimbali na utasafiri nchi mbalimbali. Nitafute leo, andika nahitaji kujielimisha, nitumie ujumbe WhatsApp kwenye namba iliyo hapo chini. Kumbuka, wewe hautakaa ukaomba daima. Una familia inategemea. Je, na yenyewe itakuwa ni ya kuomba? Kuomba ni aibu ya kwanza. Kunyima ulichoomba, aibu ya pili. Kutangazwa ndo kabisa aibu ambayo inaumiza watu wengi. Chukua hatua. 2026 inabidi uwe mwaka wako wa kuforce na ili uweze kufanikiwa. Kwa mtaji wa kuanzia 250,000 utaanza biashara kubwa ambayo itakusaidia kuingizia kipato kuanzia 100,000 hadi 500,000 kwa wiki. Hakisha una follow na like na kushare.